fursa hii pia kuipongeza Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ pamoja na kikosi chetu cha zimamoto kwa namna ambavyo mmeendelea kushirikiana kufanikisha hatua mbalimbali za ujenzi wa kituo cha zimamoto na uokozi katika kijiji cha Kibuteni. Serikali inatambua jitihada kubwa zinazofanywa na kikosi hiki cha uokozi na kujenga vituo katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Sasa katika kutambua jitihada hizo na katika kukazia hiki nilichokieleza, yako mambo nataka kuyakazia. Moja, uwepo wa kituo ni jambo moja, lakini wafanyakazi ama watenda kazi wa kituo hiki ni jambo jingine. Kwa hiyo kabla sijaendelea huku chini, kama katibu mkuu mwenyewe alivyosema, viongozi kazi ni kutoa maelekezo na maagizo. Agizo langu namba moja katika eneo hili kwamba tuhakikishe tunatoa nafasi za ajira kwa wafanyakazi wa kikosi cha zimamoto, hususan katika maeneo ambayo vituo hivi vipo. Itapendeza zaidi tukiwakuta watendakazi wa maeneo haya wanatoka katika ukanda huu wa kusini. Moja, hili nalisema kwa maana yangu, kazi yenu imejilenga zaidi katika kutoa huduma, ambayo huduma ili ifanikiwe inahitaji mashirikiano makubwa sana na jamii ambayo inawazunguka. Kuwa na kituo, unaweza ukawa na askari umewatoa popote, lakini wakiwepo ambao wanatoka katika maeneo haya, urahisi wa mawasiliano na wanajamii ambao ndio waathirika wa majanga utakuwa mkubwa sana. Lakini swala jingine, kuwepo na kituo, kuwa na askari pia ni jambo moja nalo. Jambo la pili, askari na mahusiano ya jamii ambayo wanaizunguka, hili ni jambo la msingi sana sana sana, hasa katika kufanikisha utendaji wa kazi zenu. Kwa naomba nitoe wito pia kwa askari ambao watahudumu katika kituo hiki. Jambo kubwa ambalo wanapaswa kuliimarisha ni mahusiano mema na wakazi wa mkoa huu wa Kusini, ili waweze kuwapa taarifa za haraka pale majanga yanapotokea, kuweza kunusuru ama kukinga kabla ya athari kubwa haijawakuta wanajamii wetu. Isiishie basi kwa vijana wetu kushiriki peke yake, ila ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba vijana hawa nao wanakuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Kwa hiyo nataka niushajihishe mkoa katika jambo moja ambalo tunapaswa kufanya sasa. Mbali na majengo na miundombinu ya kila aina, tunapaswa kufikiria vijana wetu wanaitabiri vipi kesho yao panapo majaliwa. Nayo hakuna namna nyingine zaidi ya kubuni namna bora ya kuwawezesha na kuwahusisha moja kwa moja na maendeleo ambayo yapo katika mkoa huu, ili wapate kujiendeleza wao wenyewe, familia zao, lakini pia waitambue ile kesho yao itakuwaje. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, ujenzi uliopo mbele yetu unaakisi falsafa ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64 ya kuimarisha huduma kwa wananchi na kujenga nchi kwa nguvu za watoto wa wakulima na wafanyakazi. Nimefurahishwa pia na taarifa iliyotolewa ya kuwa ujenzi huu umetekelezwa na mafundi pamoja na vibarua wazawa, ambao wengi wao kama so wote wanatoka katika kikosi hichi cha zimamoto na uokozi. Jambo hili kamishna, lazima nikupongeze, na inaashiria uzalendo wako wa kweli katika kuisaidia nchi yako kupunguza gharama za ujenzi kwa kutumia rasilimali watu ambao wako ndani ya kikosi hiki. Lakini hapa napo na kitu cha kuweka nukta. Kama wapo vijana kati ya hawa ambao nimeelezwa wametumika kufanya kazi hizi, hawajaajiriwa, mimi ndo waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji. Agizo langu la pili, wakaajiriwe. Tuwatumie vijana ambao
wao wenyewe watasema hiki tulichokisaidia kukikuza hapa ni mali yetu. Wasiondoke baadhi yao wakasema hapana, tumetumika kujenga lakini si sehemu ya wanufaika wa ajira. Agizo langu hili naomba lieleweke vizuri. Kama wapo vijana tumewatumia na tunaendelea kuwatumia, hatujawaajiri, najua ajira hizi haziko mbali, wawe wa kwanza hawa kuajiriwa.